kupiga story na mashabiki wa soka. Hapa niko na Lawrence, yeye ni shabiki wa Simba Sports Club Mnyama, ambapo hivi sasa mwenyewe anaona msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ulivyo. Brother, habari za asubuhi bwana. Habari ya asubuhi ni njema, si habari yako? Mimi niko shwari kabisa. Bwana, tuanze kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ijumaa Jumamosi michezo imechezwa ligi. Kwa upande wako Simba Sports Club tumeona kile ambacho kimetokea. Lakini pia tunaona hivi sasa mtani wenu amewashusha, ameenda kukaa nafasi ya pili pale. Kwako kwanza tuanze matokeo ya Simba. Mchezo ulionaje? Mchezo ni bora sana. Nafikiri project inaendelea kulipa na inaendelea kutoa matunda. Nafikiri tumepata kocha bora sana kwa sababu anafanya mabadiliko ya kikosi, watu wengine wanakuwa nje na wanaoanza tofauti japo, lakini nasikitika tumepata majeruhi ya wachezaji wawili, lakini wachezaji wamecheza vizuri sana. Nafikiri kocha anatufikisha nchi ya ahadi, anaenda vizuri, timu imecheza performance nzuri sana. Hasa nimpongeze Mkwala sababu watu walishaanza kuwa na maneno kwake kwa sababu kwenye mpira sio lazima kufunga tu. Nafikiri juzi Mkwala ameonyesha kitu. Nafikiri hata kwake Mutale anatakiwa kujifunza kupitia kwa Mkwala. Mkwala juzi kaonyesha performance kubwa sana. Kwamba muda mwingine kocha hata akimpanga kuanzia pembeni ana kitu ambacho anaweza kutupatia wana Simba. Sawa. Kwa hiyo upana kikosi Simba Sports Club mnakiona tofauti labda na maoni ya wadau wengine wakisema kwamba Simba bado haina kikosi kipana. Ndio maana mimi kuaga naongea, uheshimu uhuru wa mtu wa kuongea. Mtu anachoongea unampa heshima yake, lakini muda mwingine kila kitu kinajieleza kwa sababu anaposema panga na kikosi huko vile unamwacha, lakini nadhani majibu anayaona ilivyo. Mechi na Prison amebadilisha watu na matokeo tumepata na mpira mzuri tumeuona. Mechi ya juzi na Mungo wamefanya mabadiliko, tumepata matokeo na mpira mzuri tumeuona. Lakini kuna watu wanasafiri wanaenda mbali, burudani ya soka imekuwa ngumu kwao, wanategemea jalia Mwenyezi Mungu ndio wapate matokeo. Kwa hiyo sisi tunapata matokeo na burudani tunaiona. Burudani ya soka imekuwa ngumu kivipi wakati watani zako wako nafasi ya pili hivi sasa na mchezo unaofuata ndio utaamua nani ambaye anaenda kukaa nafasi ya kwanza? Wako nafasi ya pili, lakini nadhani unaona wewe mwenyewe matokeo wanayoyapata jinsi ilivyo, kwa sababu leo hii ukiwa na kikosi kile ambacho unataja, ukitaja kwenye karatasi kikosi kile na uzani wa kosti huwezi kutarajia, unatarajia labda utakuwa goli 5 goli 6, japo mpira unaheshimiwa, lakini uzani unaangalia ubora wa kikosi walichonacho na matokeo wanayopata, unabaki kujiuliza tu, unashika kichwa, je, uwezo wa kocha wao ndo huo au matokeo yao wanayapata kwa njia nyingine ambayo wanazijua wao? Kwa sababu ni jambo la kushangaza unapata matokeo ya mpaka refa azungumziwe, yani matokeo yao sasa hivi wakimaliza lazima wajadiliwe marefa. Ni jambo la kushangaza, lakini Msimbazi unakula burudani, unamaliza mechi tunatabasamu. Laurent, tumezungumzia uzani wa kikosi Young Africans dhidi ya Coastal Union, lakini wewe uliacha alama 2 pale tena uwanja wa nyumbani. Kuacha alama 2 haimaanishi kwamba nisizungumze. Mimi nimezungumza kwa sababu kikosi tulichosajili, namna ambavyo tumecheza wao dabi, nadhani kila mtu ameona namna mechi ilivyokuwa na maamuzi yaliyofanyika. Ndio maana kwa mimi nimeacha point 2, kwa Coast kwa sababu ya muda mwingine labda kutokana na uchovu, kutokana na mechi ilivyokuwa, lakini nimeacha point 2, makosa madogo sababu makosa siku ile ya Kamara ambayo wachezaji waliyatumia wachezaji wa Coast, lakini tuliwa manage mechi, nadhani unaona kabisa tuliwakamata Coast. Kwa matokeo yale mimi kuacha point 2 haimaanishi kwamba Coast wako bora, Coast bado wako chini. Young Africans matokeo ambayo wanapata ndio kitu ambacho umekuwa ukizungumzia. Lakini kikubwa unaona Young Africans nini ambacho kimewakuta hivi sasa? Tukiona ushindi wao ni magoli machache, lakini ndo wanaenda hivyo kuweza kutetea ubingwa wao. Mpira ni mchezo wa wazi, yani mpira ni mchezo wa wazi na mpira huko kwenye falsafa. Wachezaji wale wametumika sana kweli, uzito wao au ukiangalia uzani wao wa uchezaji ni wachezaji wakubwa wenye majina makubwa, lakini ukiangalia hata usajili wa mwaka huu, mwanzo wa mechi tuliona Duke Abuya alikuwa anaingia, lakini sasa hivi naona tayari amerudi kwenye benchi. Kocha sijui ambacho anafikiria nini. Amesajili wachezaji wengi, lakini walioingia kikosi cha kwanza unaweza kukuta ni wachezaji wawili au watatu. Kwa hiyo ni wale wanaotumika kila siku. Mchezaji ni binadamu, anafika muda anachoka. Kwa hiyo niseme wachezaji wachanga wa Yanga kama wana fluku fulani wamechoka, fatiki wameipata fatiki. Kwa hiyo ni kama wamechoka. Ndio maana naona muda mwingine matokeo yanalazimika msaada wa marefa ndio wapate matokeo, lakini kwa uwezo wachezaji wamechoka. Kwa hiyo kocha kikosi anacho, lakini anatakiwa kufanya mabadiliko. Lakini kwenye kufanya mabadiliko nafikiri anaogopa. Sasa shangaza sana anaogopa nini? Kwa sababu hata wachezaji kwenye benchi anao wazuri, lakini kufanya mabadiliko anaogopa. Kwa hiyo mwisho wa siku matokeo wanapata kwa msaada wa marefa. Msaada au ni tunaweza kusema ni makosa tu ya waamuzi wenyewe? Unaweza kama unasema makosa, lakini unaona kama ni msaada, kwa sababu haiwezekani kawa ni nyinyi kila siku. Kwa nini walau katika mechi hizi isionekane Yanga naye amenyongwa tuone kama ni makosa? Kwamba itokee Coast naye kashinda matokeo yale ili ionekane kwamba ni makosa ya kibinadamu. Makosa ya kibinadamu anayenufaika ni Yanga kila siku. Unaona tu namna ambavyo ni msaada wanapewa namna ile, kwa sababu ukisema makosa ya marefa inatokea hata Simba tunazungumza muda mwingine labda matokeo yamemnufaisha mtu mwingine, lakini uwezi kuwa wewe kila siku unazungumzia kunufaika wewe na marefa alafu useme makosa ya kibinadamu. Ni maandalizi, wanafikiri namna wanabebwa sana.
Sawa. Unawaambiaje neno la mwisho wadau wa soka ambao wanakutazama hivi sasa kwa upande wa timu zote mbili? Tukiona ligi imeanza kunoga sasa. Katika msimamo watu pointi wameachana chache. Mimi niwaambie tu viongozi, ligi ni marathon na ligi ni vita. Yaani unapoenda vitani usiende umeweka mikono nyuma, kwamba waangalie namna ilivyo, wakae kupambana. Neno ubaya ubwela lisitamkwe mdomoni, litamkwe kabisa na vitendo wafanye, kwamba ubaya ubwela na vitendo. Wao wametamka mdomoni, wenzao wanafanya kwa vitendo. Kwa mwisho wa siku tunaumia. Hatuwezi kuacha ligi watu wafanye wanavyotaka, maana kama wanatumia pesa Simba pesa ipo. Kama mawazo nadhani mawazo Simba wana mawazo makubwa sana. Kwa hiyo muda mwingine wasiwaache mtu mmoja akafanya anavyotaka, anaivuruga ligi na mwisho wa ligi ladha ya mpira inapotea. Leo hii ukiuliza na mashabiki wa Yanga wenyewe wanakuambia wameshinda lakini furaha hawana kwa sababu jinsi matokeo yanapotokea. Leo hii wanamaliza mechi lakini mazungumzo ni marefa. Kwa muda mwingine nirudi nawaambia hata TFF wajaribu kuangalia na hao waamuzi wanaandaliwa katika mazingira gani. Inaonekana sasa wimbo huu umekuwa ni mkubwa sana mpaka sasa unachosha. Ladha ya mpira inapungua. Wasimamie waamuzi, waendelee katika maandalizi mazuri, watu waonyeshe burudani. Mpira ni burudani. Watu wamewekeza hela, naongea kila siku. Azam wameweka hela, NBC wameweka hela. Watu wanataka kupata burudani. Matokeo yanapotokea kwa waamuzi wa mtu mmoja, watu wanatoka jasho, mwisho wa siku matokeo yanakuwa hivyo, yanaumiza mpira. Malengo ya mpira ni kusonga mbele na ligi yetu iwe na mafanikio. Lakini kwa mwenendo huu TFF wanatakiwa walikalie vizuri, walirekebishe swala hili. Lawrence, tumalizie kwenye hili. Ombi la Haji Sande Manara, Engineer Harris amsajili Debra Mavambo Fernandez. Wewe kama mwana Simba hili umelipokeaje? Ndio maana nikasema mpira ni mchezo wa hadharani. Yaani kitu ambacho mtu anakifanya kizuri kinaonekana. Japo kuna wenzetu sisi na wao tuko tofauti. Yaani sisi tukiwa tuna jambo baya kwetu waga tunalisema. Ndio maana hata unaona matokeo ile ya goli 5 tumefungwa, tulirudi ndani ya nyumba tukaona tuko salama, tukagundua ndani ya nyumba sisi wenyewe ndio tumeonyesha mapungufu mpaka tumefungwa zile goli. Na ikitokea mchezaji mzuri, kwa mfano Pacome anacheza vizuri, sisi tunatamka. Ikitokea Aziz Ki na kiwango kizuri unatamka. Amekuja Alidi Aucho mpaka kuna muda fulani tulijilaumu viongozi wa Simba kwa nini walikosea kuto kumsajili Aucho. Kwa sababu Aucho kabla hajaja Yanga alionyesha kabisa kutoka kule Misri na jezi ya Simba alivaa. Kwa hiyo viongozi kama walililei kumchukua Aucho akawa amesajiliwa Yanga, tulitamka Aucho ni mzuri. Leo hii kama Debora ni mzuri, asitamka, akitamka anakaa ni ugomvi. Alitamka ndugu yetu hapa Dosa. Maandamano akawa ni makubwa, kelele zikawa nyingi. Aliwahi kutamka Makame nyuma kuhusu swala la chama baada ya kuchukua tuzo ya uchezaji bora wa msimu. Akafatwa Makame kuulizwa akasema hakuna Afrika Mashariki kiungo bora kama Chama, lakini leo hii yuko pale. Lakini Makame naye alishambuliwa mpaka kwenye jukwaa akaambiwa ahame. Kwa hiyo ni mtazamo wa akili zinatofautiana. Akili zao wao ni kusifu baada ya kuzungumza ukweli ulivyo. Yaani hata kama nyeusi watakwambia labda ni kijani kuongea uongo. Ndio tulivyo tofautiana. Kwa hiyo kusema kwake kwamba Fernandez watu wote wameona, hata mtu yote ukimuuliza ndani ya nchi, na kuna mashabiki wa Yanga vile wanaongea ambao wanaona ukweli, sababu hata hao wasioongea ukweli wanaujua, bali wanabariki kuumeza ukweli, wanatamka uongo. Debora ni kiungo bora sana, huwezi kuacha kumtaja. Yaani wewe wanamtamani sana. Unapokuwa kwa ajili ya kuendeleza ubora unatamani kuwa nao, kwa sababu leo hii hata sisi kuna wengine wako pale nasikia wamegoma mkataba, tunataka na sisi tunyovoe tulete kwetu. Ndio soka lilivyo. Hiyo kodi naiweka, kodi itakiwa kuweka hadharani. Hiyo kodi baki na wawekee wadau bwana, wawekee wadau. Hapana, kuna mtu pale kwao amegoma kuongeza mkataba, sababu ameona watu wamejazana pale, performance iko Simba, burudani iko unyamani, na sisi tumetulia. Tunaning'iniza shilingi tu bwana, unaiona. Unamzungumzia MVP wa Ivory Coast. Wewe unatamka hayo, mimi sijatamka hayo. Usinilishe maneno. Nikwambia kuna mtu kagomea mkataba. Sisi tumekaa kwa ajili ya kuvizia. Wao wanatamka kwamba wamchukue Debora, lakini Debora tumwambie ni project. Project inatengenezwa kama walivyosema wanatengeneza project kupitia Aziz Ki. Na sisi tunatengeneza project kupitia Debora Fernandez Mavambo. Nadhani juzi umeona. Sasa pale kuna utatu unakuja pale. Juzi umeona pale Ateba kaiweka kwake Mavambo kama kawaida, turudi kwenye nyavu. Kwa hiyo kuna utatu unakuja, bado Eli Mpanzu anataka kukanyaga pale kati, tuone kwamba yani ndio watatamka msimu huu. Nadhani baada ya msimu kuisha watatamka kuwataka wengi, japo swala la ubingwa ni ligi, ni marathon, lakini unaangalia burudani. Mchezaji anacheza anakupa burudani, unaenjoy kwa sababu umelipa kingamuzi cha Azam TV upate burudani, umeenda uwanjani upate burudani, sio unamaliza mechi anayesemwa ni muamuzi upate la. Kwa Debora big. Mimi nikushukuru sana Lawrence. Asante sana. Mr. Makamba Agent and Supplier ni wauzaji na wasambazaji wa bati aina zote. Utapata bati za mgongo mpana, mgongo mdogo, Vesa, Royal Roma na bati za kawaida, zikiwa kwenye muonekano wa rangi mbalimbali kama vile nyekundu, kijani, damu ya mzee na nyinginezo. Na bati zote zimethibitishwa na TBS. Ukinunua na Mr. Makamba Agents, mzigo wako utafikishwa mpaka site. Mr. Makamba Agents and Supply ni mfalme wa wasambazaji.